Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe tena. Tunalihubiri neno lake ambalo ndilo ukombozi wa mataifa yote, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Mwenyezi Mungu wa mbinguni apate kutubariki na kutuongoza katika kulihubiri na kulitangaza neno lake. Leo tutaenda kujifunza somo linaloenda kwa jina la madhara ya uasherati na uzinzi. Madhara ya uasherati na uzinzi. Kuna madhara gani pale ambapo mwanadamu anakuwa amefanya uasherati na uzinzi? Tunajua kwamba kabla ya mwanadamu hajafanya uasherati na uzinzi, waga anakuwa kuna utii ambao waga anakuwa nao, lakini pale ambapo wanakuwa wameingia katika kufanya hivi vitu, utii na unyenyekevu waga unapotea. Ni sababu gani inayopelekea utii na unyenyekevu kupotea? Ni kwa sababu Mwenyezi Mungu anakuwa tayari amekwisha kupisha, kwa sababu huo tayari ni uchafu. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo basi, kabla ya kuendelea, inatakiwa tujue ni nini maana ya uzinzi na ni nini maana ya uasherati. Tukianza na uzinzi. Uzinzi ni pale ambapo mwanadamu anakuwa akifanya zinaa pasipo ndoa. Huo ndio uzinzi. Mtu anafanya mapenzi pasipo ndoa. Huo ndio uzinzi. Uzinzi ni makatazo ambayo Mwenyezi Mungu pia amekwisha kuyakataza. Tukisoma katika kitabu cha Kutoka sura 20 mstari wa 14 kinasema usizini. Kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 6 mstari wa 18 kinasema kwamba ikimbie zinaa, kila dhambi aitendayo mwanadamu ni nje ya mwili wake, ila yeye afanyaye zinaa hutenda dhambi juu ya mwili wake mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe tena. Hiyo ndio zinaa au uzinzi. Tena kuangalia kila kitu ambacho anakifanya mwanadamu kuna kiongozi wake. Ina maana tunaangalia mtu atendaye mema, kiongozi wake ni Mungu, lakini atendaye mabaya, kiongozi wake ni Shetani. Ina maana tunaangalia uzinzi upo kwa ajili ya Shetani na sio mtu wa Mungu. Hivyo basi tuenda kuangalia madhara ya uzinzi. Mtu anapokuwa anafanya uzinzi, madhara ni yapi? Jambo la kwanza, mtu anafungwa katika vifungo vya uzinzi. Tujue kabisa wewe unaenda kutenda uzinzi, yule ambaye umetenda naye katika ulimwengu wa roho, mnafungwa, kwa sababu pale mnapokutana tayari unakuwa ni mwili mmoja katika ulimwengu wa roho. Ina maana kama umefanya uzinzi na we mwanaume umefanya uzinzi na wanawake 10, au we mwanamke umefanya uzinzi na wanaume 10, unafungwa nao hao. Ina maana katika ulimwengu wa roho hiyo ni cheni. Shetani anafanya hivyo ili aweze kuwatumia hao ambao wanafanya uzinzi. Na utashangaa kuna mtu mmoja anakuwa ana wanawake kama 10, mfano mwanaume, na pia mwanamke anakuwa na wanaume kama 10. Ina maana yeye anachagua kutoka naye, leo mimi natoka na huyu, leo mimi natoka na huyu. Ina maana Shetani amefanya hivyo ili aweze kuwatumia kwa njia kama hizo za uzinzi. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo sio wao, ni Shetani ndio anayefanya hayo mambo. Ina maana uliyekuwa unafanya hivyo, unajua unafanya wewe, sio wewe, bali ni kiongozi huyo wa huo uzinzi. Bwana Yesu asifiwe tena. Maana hiyo inakuwa ni cheni. Madhara mengine ya uzinzi, inasababisha mtu kutokuolewa, kwa sababu mtu anapokuwa anafanya uzinzi, jambo la kwanza tunasema kwamba anapokuwa anafanya huo uzinzi, jambo la kwanza, kiongozi wake ambaye anakuwa anamtuma afanye hivyo tayari amekwisha kumfunga katika mapepo ya uzinzi. Ama tunaangalia hapa kuna majini mahaba. Majini mahaba wengi wanawivu sana na wale watu ambao wanakuwa wanafanya nao ukahaba. Hivyo wewe ambao unakuwa unalala, unaota unafanya mapenzi na unakuta kabisa kuna vitu vimetokea pale katika ulimwengu wa mwili, hao ni majini mahaba. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo basi, kama rehema za Mungu zitakuwa zimepita mtu huyo akaolewa, ina maana tunaangalia anaweza asipate mtoto, anaweza asizae,
Anaweza asizae kwa sababu gani? Kitabu cha Wakorinto hiki, Wakorinto wa kwanza sura ya 6 mstari wa 18 kimesema kwamba ikimbie zinaa, kila dhambi aitendayo mwanadamu ni nje ya mwili wake, ila yeye afanyaye zinaa utenda dhambi juu ya mwili wake mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Tena hivyo tunaanza kuangalia pale ambapo wewe utakuwa umeenda kufunua utupu wako, Mungu anakuwa amekaa pembeni. Mungu anakuwa amejitenga kabisa na huo uchafu ambao unakwisha kufanya. Maana kinachotokea, shetani anachukua siri zako zote katika ulimwengu wa roho na pia katika ulimwengu wa mwili pia. Ina maana kitakachotokea, kwa sababu viungo vyako umekwisha kuviachilia, utafungwa. Ina maana ukifungwa katika ulimwengu wa roho, katika ulimwengu wa mwili hautozaa. Bwana Yesu asifiwe. Tena hautozaa kwa sababu gani? Mwenyezi Mungu ameziumba sehemu za asili kwamba ziwe sehemu za asili, kwamba zisiweze kufunuliwa ni mpaka pale mwanadamu ambapo atakuwa amepata ndoa. Lakini wewe umeenda umefunua katika uzinzi, ina maana unakuwa umeuza siri mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Tena kitabu cha Isaya sura 47 mstari wa 3 kinasema kwamba uchi wako utafunuliwa, naam, aibu yako itaonekana. Nitalipa kisasi, simkubali mtu yeyote. Bwana Yesu asifiwe. Tena hapo tunaanza kuangalia Mwenyezi Mungu anasema hamkubali yule mtu ambaye anafunua sehemu zake za siri ovyo. Bwana Yesu asifiwe. Tena hivyo basi tunaangalia madhara mengine ya uzinzi. Uzinzi unampa mtu mikosi. Wewe angalia, umefunganishwa nafsi na watu kama 10. Huyu ana mikosi kwao ya kutokuzaa, ya kutokuendelea, mikosi ya kutokusoma, mikosi ya kutokufanikiwa katika mambo mbalimbali, na sadaka zilitolewa. Wewe umefika umeanza kufanya uzinzi, unategemea nini? Hivyo basi mikosi hiyo ya ukoo na ukoo itakuandama wewe, hutofanikiwa kamwe. Bwana Yesu asifiwe. Tena hayo ni madhara ya uzinzi. Tuangalie madhara ya uasherati. Madhara ya uasherati, tunasema kwamba uasherati ni pale ambapo mwanadamu anakuwa ana ndoa lakini anatoka nje ya ndoa, haijalishi mwanamke au mwanamume, wanakuwa wote ni uasherati. Kitabu cha Waebrania sura 13 mstari wa 4 kinasema kwamba ndoa na iheshimiwe na watu wote na malazi yawe safi, kwa maana uasherati na wazinzi Mungu atawahukumia adhabu. Bwana Yesu asifiwe. Tena tunaangalia uasherati ni makatazo ya Mungu mwenyewe na sio makatazo ya mwanadamu, sio makatazo ya mimi wala mchungaji yoyote, ni Mungu amekwisha kukataza. Hivyo basi madhara ambayo yatatokea pale ambapo mwanadamu atakuwa ameanza uasherati, jambo la kwanza, ataidharau ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Tena tunajua kwamba ndoa ni kusudi la Mungu. Unapoidharau ndoa unakuwa umelidharau kusudi la Mungu, hivyo hautokuwa salama. Hivyo basi mtu anapoenda kutoka nje ya ndoa, tunasema kwamba shetani ambacho huwa anakitafuta ni siri. Ni siri. Ina maana mtu akitoka nje ya ndoa moja kwa moja anazipeleka zile hisia nje. Ina maana zile hisia zikipatikana nje zinafungwa. Huyu mtu akirudi ndani anarudi na mapepo tu, zile hisia hana. Ina maana pale anapokuwa anakutana na mke wake anamuona ni kama mtu na dada yake. Bwana Yesu asifiwe. Tena jambo lingine, uasherati unasababisha ndoa kuharibika, kwa sababu Mwenyezi Mungu amekwisha kusema pale unapomkuta mwanamke akifanya uzinzi muache. Lakini vile vile kwa mwanaume usiseme kwamba mwanamke wewe haupo salama. Bwana Yesu asifiwe. Tena hivyo uzinzi hautakiwi. Jambo jingine, madhara ya uasherati unasababisha dharau. Inasababisha dharau. Ina maana kwa sababu wewe mapepo shetani amekusha kukuingizia, utamdharau mke wako. Ukimdharau mke wako au mume wako utadharau watoto. Ina maana wewe heshima yako itageukia katika uzinzi. Bwana Yesu asifiwe. Tena hivyo basi
Usalama ni utii ndani ya Yesu Kristo. Wewe ambao umejua madhara hayo, mheshimu Mungu sana, kwa sababu Mungu alijua pale ambapo alikuwa anatoa hizi amri ni madhara yapi ambayo yapo pale ambapo mwanadamu anakuwa akifanya uzinzi na uasherati. Baada ya kusema hayo, sina mengi zaidi za kusema. Mwenyezi Mungu awalinde wote.